Karibu kwenye Back to Historia Ndogo Online TV. Mimi naitwa Hasaboy Ahmed Hasa Tanzania. Karibu tuangazie historia ya Jonas Savimbi. Savimbi, mpigania uhuru wa Angola. Mfahamu Savimbi, msomi mwenye PhD aliyefanya mambo ya hovyo, akafa hovyo na kuzikwa hovyo kama mzoga wa mbwakoko. Agosti 3, mwaka 1934, mtumishi wa Mungu alizaa mtumishi wa Shetani. Ni Mzelote, mtumishi wa Kiprotestanti, baba mzazi wa Jonas Malheiro Savimbi. Savimbi aliitwa jemedali wa vita vya msituni na msomi wa kiwango cha PhD. Alitegemewa kupeleka neema Angola, akapeleka shida, watu wakageuka vitu, nchi ikageuka machinjio na kitoweo kwa nchi za magharibi. Maisha ya Angola kwa kipindi cha miaka 27 yakakosa maana baada ya kupeleka haueni kwa watu. PhD ilipeleka mushkeli kweli kweli. Baba aliponya roho za watu, mtoto akaua roho za watu. Kumbe wakati mwingine mtoto wa nyoka sio nyoka, bali anaweza akawa nyuki wa kung'ata na kuua badala ya kutengeneza asali. Pamoja na baba yake kuwa muumini wa dini sana, Savimbi hakujua mlango wa kanisa ulipo tangu utotoni mwake. Savimbi alijaliwa akili nyingi za darasani, alafu akanyimwa akili za nje ya darasa, yani maishani akawa wa hovyo kweli kweli. Savimbi alikuwa na PhD ya masuala ya sayansi ya siasa aliyotunukiwa huko Uswizi katika chuo cha Lausanne. Uswizi, sehemu ambayo viongozi wa Kiafrika wanaficha pesa zao na wanapofariki wanaziacha zinaliwa na wazungu. Akili za Savimbi ziliwashangaza wengi, hasa uwezo wa kuzungumza lugha 7 kwa ufasaha kabisa, zikiwemo Kifaransa, Kireno, Kiingereza na Kichina. Alitumia lugha hizo kuomba misaada ya kivita ili apambane na mkoloni wa Kireno ambaye alikuwa anapola rasilimali za Angola, na hiyo ilikuwa ni matumizi mazuri ya akili kwa Savimbi. Alipata misaada kutoka maeneo mbalimbali duniani ambapo alipambana na Mreno vizuri kabisa. Sifa kubwa za Savimbi ni kumudu masomo na siasa kwa wakati mmoja. Mwaka 1961 alijiunga na kikundi cha Popular Union of Angola, yani UPA, kilichokuwa kinaongozwa na Roberto, yule wakala wa CIA. Lakini yeye hakuwa Mwangola, alikuwa ni Mkongo. UPA walimpa Savimbi waziri wa masuala ya nje, na hizo ndizo zilikuwa akili za freedom fighter. Walikuwa wanapenda kupeana vyeo hata kabla ya kupata ushindi. Mwaka 1965, kipindi amemaliza PhD yake, Savimbi alikwenda Uchina kwa mafunzo ya kijeshi na akabobea kwa vita vya msituni, yani guerrilla war. Huko alikutana na Mao Tse-tung aliyewahi kusema hivi: kusoma sana vitabu ni hatari. Na hichi ndio kilichomfanya Savimbi kuachana na PhD yake kuingia msituni. Alipotoka Uchina aliachana na kikundi cha UPA na kuanzisha kikundi kingine kilichoitwa UNITA, yani National Union of Independent of Angola, yani alipigana kweli. Mwaka 1966 na akapambana na mkoloni kivyake Desemba 25 mwaka 1966. Wakati watu wanasherehekea sherehe za Krismasi, yeye Savimbi alifanya shambulio la kwanza kwa mkoloni.
Angola, vita ikawa kitu cha kudumu. UNITA inashambulia kutoka msituni, wakati MPL inashambulia kutoka inapojua yenyewe. Moto ukawaka Angola, wakufa wakafa, wakukimbia wakakimbia, wakubakwa wakabakwa, wakuchinjwa walichinjwa hasa, wakuiba na waliiba. Maisha ya Angola yakakosa ladha. Novemba 10 mwaka 1975, Kibanga akampiga mkoloni na taifa la Angola wakapata uhuru wao. Harakati za kudai za kuunda serikali ya Angola kati ya vyama vilivyopigania uhuru vikaanza. Waleno wakampa Agustino Neto nchi, mwimbaji wa mashairi, akawa rais wa kwanza wa nchi. Savimbi akachukia kukosa uraisi, alijua atapewa yeye na akaapa kuwa atapigana na Neto mpaka achukue nchi. Msomi mwenye PhD, badala ya kushirikiana na mzalendo mwenzake waunde nchi, yeye akarudi msituni kupigana na nchi yake. Na kwa mazungumzo hayo Savimbi basi hakuwa mzalendo wa nchi yake. Nchi ikarudi vitani. Marekani wakawa wanampelekea Savimbi silaha za kivita ili awaue wenzake, na wenyewe wakawa wanachimba mafuta. Walimuita jemedali wa vita, yani true hero of our time, ndivyo walipenda kumuita wa Marekani. Hata Peter Botha, yule mbaguzi wa rangi Afrika ya Kusini, aliyesema mtu mweusi ni ishara ya umaskini, laana, mikosi, alimfadhili Savimbi awaue ndugu zake weusi. Savimbi aliwaua sana, tena sana. Inasemekana Savimbi alikuwa akipata kila kitu, mpaka fedha za kufanyia starehe alizotaka yeye na kikundi chake. Kati ya mwaka 1986 mpaka 1991, UNITA ilipokea msaada kutoka kwa Wamarekani dola milioni 250. Misaada yake ya kifedha na kijeshi ilikuwa inapitia kwa makaburu wa Afrika ya Kusini. Neto naye akasema kama noma na iwe noma, kama ni vita na iwe vita, haachi nchi. Neto akakimbilia Cuba na Urusi kuomba misaada ya kijeshi. Majeshi kutoka Cuba na Urusi yalimwagika Angola na kumpiga Savimbi, kipenzi kabisa wa Marekani. Hata walifua dafu. Ilisharipotiwa zaidi ya mara 5 Savimbi amekufa, lakini kumbe yupo hai, yani alikuwa ni kama mzimu. Watu walihisi Savimbi ni ghost, yani mzimu haufi, sio mtu huyu. Mwaka 1990 Savimbi aliponea chupu katika jaribio la kutaka kumuua, na Savimbi alikimbilia mbali Marekani kwa matibabu. Na Rais George Bush alimuahidi kumuongezea zaidi na zaidi silaha za kijeshi. Savimbi aendelee kupambana na Angola, awaue wa Afrika, awaue watu weusi, awaue wa Angola wenzake. Baada ya kupona alirejea Angola kuendeleza mapambano. Mwaka 1991 vikosi vya Savimbi viliudhibiti mji mkuu wa Angola, Luanda, na kuharibu miundombinu ya mji: umeme, barabara, reli, majumba, viwanda na madaraja. Iligharimu dola bilioni 20 za Kimarekani kujenga miundombinu hiyo upya. Taifa likaingia katika deni kubwa pasipo kutarajia. Na mwaka huo Umoja wa nchi za Kisovieti, yani China na Urusi na nchi zingine zilizokuwa zikitumia mfumo wa kijamaa,
zilianguka. Sera za Marekani za kibepari zikazidi kutawala dunia. Savimbi na Rais Jose Eduardo dos Santos walikalishwa chini kwa pamoja ili kumaliza tofauti zao. Mei 30 mwaka 1991, Savimbi alikubali kusaini mkataba wa amani. Ukafanyika uchaguzi wa vyama vingi. Savimbi kupitia chama cha UNITA alipata kula 40%, na wakati Jose dos Santos akapata kula 49. Nelson Mandela na Muammar Gaddafi na Kofi Annan wakashauri Jose awe rais na Savimbi awe makamu wa rais, wajenge nchi yao. Savimbi alikataa katu na kusema uchaguzi umeharibiwa, na akajitoa na kurudi msituni tena. Vita ikaanza upya. Watu wengi waliteswa. Vikosi vya Savimbi vilikata watu, viliua watu, vilichinja watu. Mikono, masikio, vichwa vilikatwa. Kuna kipindi lilivamiwa basi na kulikuwa na watu zaidi ya 53 ndani ya basi hilo. Watu wote waliuawa, wote. Basi lile lilichomwa moto. Visa vya ubakaji vilishamili. Njaa kali ilitokea baada ya waasi kuchoma maghala ya vyakula. Ilikuwa ni vita vibaya sana kuwahi kutokea kusini mwa jangwa la Sahara. Savimbi alikuwa na jeuri ya kurudi msituni akiamini Wamarekani watamfadhili, lakini Jose Santos alikuwa ni rafiki wa Wamarekani. Urafiki wake ulikuwa ni wa mafuta na almasi, na hapo ikabaki kazi moja tu: kumuondosha Savimbi ili Wamarekani wachukue vitu vyao Angola. Tukumbuke Angola ni moja ya nchi yenye mafuta mengi, na pia ni moja ya nchi ambayo ina 5% ya shaba ya yote duniani. Kwa kipindi cha Cold War, inasemekana mafuta yote walioyatumia Wamarekani yalitoka Angola. Mpaka 2017 Luanda ni mji wa mkuu wa Angola. Ulikuwa una maisha ghali kuliko mji wa London, Washington na Shanghai, China. Mpaka hapo tumeona ni namna gani Angola ilikuwa ni tajiri sana. Migodi yote ilitawaliwa na Angola, na Savimbi alibaki hana kitu, yani ni mwanaume suruali tu. Mpaka kufikia miaka ya 2000, jeshi la Savimbi lilikuwa hoi bin taabani. Hali ni mbaya sana. Misaada tena hakuna. Unaambiwa jeshi lake lilivaa vilaka na kutembea pekupeku. Ndege na vifaa vyote vya kijeshi walivyokuwa wakitumiwa UNITA ulikufa kabisa. Ilifikia wakati Savimbi alikuwa akitumia mtumbwi kusafiri, yani kuhamahama. Maki alikuwa hakai sehemu moja mara mbili. Savimbi alikuwa hana pesa tena, hana silaha, jeshi lake limeanguka. Umri wake Savimbi ulikuwa umekwenda, na alikuwa anasumbuliwa na pressure, na kupata dawa ilikuwa ni tabu tupu. Maji yalimfika shingoni Savimbi, yalimfika hapa. Ulipofika mwaka 2001, Savimbi akaomba mazungumzo na Dos Santos. Alitaka wamalize vita, lakini Dos Santos akamtupilia mbali. Akasema hana muda wa kuongea na Savimbi, kwani siku zake zimebaki chache. Na kweli, Februari 22 mwaka 2002, Savimbi
alifariki dunia kando kando ya mto Ruvu katika jimbo la Moscow akiwa ana umri wa miaka 67 na kuzikwa huko polini kama mzoga wa mbwa koko. Alipigwa risasi 15, risasi moja kwenye kolomeo, 2 kichwani na nyingine 12 miguuni na kifuani. Aliweza kudumu kwenye vita na mapambano hayo zaidi ya masaa 4 kabla hajaishiwa damu na kuanguka chini na kufariki dunia. Savimbi aliacha wake wengi na watoto wasokuwa na idadi kwa sababu maisha yake ya kuhamahama huko msituni. Huyu ndiyo Jonas Malheiro Savimbi, mpigania uhuru wa Angola aliyekufa ovyo na kuzikwa ovyo kama mzoga wa mbwa. Tamaa ya Savimbi.